Okay. Moja kwa moja basi ya tunazidi kusonga mbele, tunaendelea kujimarisha, tunazidi kujifunza, tunazidi kupata nguvu ili tuendelee kusonga mbele. Moja kwa moja tutaenda kujifunza kitu kidogo sana, kitu kidogo sana. So mshiko wetu ni A shape. Ni A shape. So tunaanza kwenye A shape. So hapa unashika kama E shape, lakini ni minor ni minor ya E shape, au kwa tafsiri nyingine tunaweza tukasema ni minor ya A sharp, ni minor A sharp. Kwa hiyo unapiga tune hapa, unashika uzi namba moja, alafu kidole kinachofuata tena kinashika uzi namba mbili kwenye fret yake tofauti, na kidole cha tatu kinashika uzi namba tatu kwenye fret yake tofauti. Kwa hapa unapiga nyuzi tatu peke yake tu, unahakikisha zimelia hivi. Unatengeneza ni kama shape E shape, lakini ni ufunguo wa A minor, yani A sharp minor. Kwa hiyo unapiga hivi kwa sawa, unacheza na uzi kuanzia uzi namba tatu sawa. Sawa. Unakuja kumalizia kwenye E shape. Kwa unapiga sawa. Uzi namba tatu. Sawa. Yaani ni rahisi sana. Ni rahisi sana kuliko unavyofikiri. Kwa hiyo unafanya tu hivi kidogo tu. Sawa. Hakikisha hizi space mbili hazijashikwa na kitu chochote. Kwa hiyo hapo ni octave ya uzi namba moja na namba tatu. Kwa hiyo unapiga tu. Japokuwa hiki kidole kinashika nyuzi zote kuanzia uzi wa tatu mpaka wa kwanza, maana kuna vitu vingine vitapigwa pasipo huku kushika. Kwa hiyo sawa. Sawa. A shape. Kwa hiyo unashika A shape hivi. Sawa, alafu unakuja hapo, umeshakuja C shape, alafu unakuja kumalizia na E shape. Kwa hiyo sawa. Kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa hiyo unafanya alafu unacheza na hiki minor. Kwa hiyo unafanya sawa. Sawa.
unaanza na A shape, alafu unakuja na E minor, tayari hapa tukichombeza tu tayari tumeshaingia kwenye C shape. Kwa sawa, sawa, sawa. So katika unapopiga gita sasa, unahitaji kuwa mbunifu au aweza kukopi kitu ambacho utakifanya kiwe the best. So ni muhimu sana kuzingatia hayo. Na unapopiga melody, hakikisha melody yako ni tamu na ni nzuri na inasikilizika vizuri kwa masikio ya watu. Na hata kama unafanya copy, hakikisha umefanya copy unayoielewa. Yaani hakikisha hiyo copy imefanya imeeleweka. Ndio inaleta maana sana. Kwa hiyo unafanya tu so inakuwa hivyo na ikikuwa hivyo inakuwa nzuri sana. Kwa hiyo mazoezi ni kitu cha msingi sana. Yaani ni kitu moja ya msingi sana mazoezi. Sawa. 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 A shape. Step ya kwanza ni A shape. Alafu inakuja 6 nani, inakuja tena C. Sorry, inakuja tena E shape. Sawa.
akubariki na Mungu akutunze sana. Mungu akubariki, Mungu akutunze sana. Tuzidi tu kupambana, tuzidi kukomaa. Fanya mazoezi kwa nguvu. Hakikisha unafanya mazoezi kwa nguvu. Na usikubali kushindwa. Ukiona kitu kimekushinda leo, kiweke pause. Kesho tena utaendelea. So Mungu akubariki sana. Tuko pamoja, tuko pamoja.